Ni mazishi ya aina yake ambapo Papa Francis, mwili wa Papa Francis umewasili sasa katika viwanja vya Mtakatifu Petro, ikiwa ni mazishi ya aina yake ambayo yamehudhuriwa na watu wengi sana. Zaidi ya watu 200,000 wamefika kwenye viwanja vya Mtakatifu Petro, yakiwa ni mazishi ambayo yamehudhuriwa na watu wengi ukilinganishwa na mazishi ya Papa Benedicto wa 16 ambayo yalihudhuriwa na takriban watu 50,000, lakini pia zikiwa ndani ya siku 3 zile za kuwekwa wazi kwa mwili wa Papa Francis, zaidi ya watu 250,000 wamefika kuuaga mwili huo. Ni mazishi ambayo yamehudhuriwa na marais mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali duniani, akiwemo rais wa Marekani Donald Trump, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, lakini pia waziri mkuu wa Uingereza, rais wa Ukraine, rais wa Brazil, yupo rais wa Argentina, lakini pia yupo waziri mkuu wa Italia, lakini pia yupo rais wa Ujerumani, yupo rais wa Ufilipino na yupo mkuu wa Umoja wa Mataifa. Zaidi ya wajumbe kutoka nchi 130, wakiwemo wakuu wa nchi kutoka nchi 60 na wakuu wa serikali 30 wamehudhuria mazishi hayo ambayo yameongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re, huku sala na nyimbo katika lugha mbalimbali zikiongozwa na kusindikiza mwili huo, huku zikionyesha kuwa ni mjumuisho wa waumini wa Katoliki duniani kote. Hii imekuwa ni mazishi ya tofauti kwa kiongozi huyu Papa Francis, ambayo yamekuwa ni mazishi ya heshima sana kwake. Kwa mujibu wa Papa Francis, alitaka mazishi yake yafanyike katika kanisa la Santa Maria, na akiwa ni papa wa kwanza kuzikwa nje ya Vatikani kwa zaidi ya karne moja sasa. Hii ni Nemi TV na David Joseph. Endelea kufuatana nasi tunapoendelea kufuatilia shughuli zote za mazishi kutoka Vatican. Endelea kuwa nasi, usisahau kusubscribe, like, lakini pia kushare na kucomment na rafiki zako, ili uwe unakuwa wa kwanza kupata update zetu. Ni ibada maalum inayoendelea katika viwanja hivi vya Mtakatifu Petro hapa Vatican, na mazishi, ibada maalum ya mazishi ambapo nyimbo na sala mbalimbali zinaendelea kusikika, ambapo tayari mwili wa Papa Francis unaendelea kuagwa tayari kwa ajili ya mazishi, ambapo sasa leo tarehe 26 Aprili ndipo anakwenda kupumzishwa, ikiwa ni safari yake ya mwisho hapa duniani, ikiwa mafundisho yake ambayo yalikuwa akisisitiza juu ya huruma kwa maskini, upendo, yakiwa ndiyo nguzo, itakuwa ikibaki kuwa nguzo ya kanisa Katoliki duniani. Na namna ya kumwenzi Papa Francis ni kufuata haya mafundisho ambayo alikuwa akiyasisitiza. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut attissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Dei onnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres,
orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me. Et in habitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos Naam, así en tayari el Papa Señor, Francis atakuwa queridos. amemaliza safari yake katika viwanja hivi vya Mtakatifu Petro. Zoezi linalofuata sasa ni kiti chake ambacho kiko wazi mpaka sasa, watu wakiwa wakijiuliza kwamba ni nani atakuwa mrithi wa kiti hicho, ambacho sasa kula zitapigwa kwa ajili ya kumpata nani atakuwa mrithi wake. Nikiripoti kutoka Nemi TV ni David Joseph. Asante kwa kuwa nasi na uendelee kutufuatilia, na usisahau kusubscribe, kulike, kushare, lakini pia kucomment.
Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Ni viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa mashirika ya serikali na mashirika yasiyo serikali kutoka duniani kote ambao wamefika Vatican kwa ajili ya kusindikiza mwili wa Papa Francis. Haya kama nilivyotangulia kusema yamekuwa ni mazishi ya heshima kulingana na jinsi ambavyo Papa Francis alikuwa akimtumikia Mungu na alivyokuwa akisisitiza upendo na mshikamano katika kanisa. Kumbuka kwamba namna unavyoishi hapa duniani ndivyo pia unavyosindikizwa. Kwa hiyo hii iwe ni fundisho kwa viongozi wengi duniani kwamba unapoishi na watu onyesha upendo, onyesha huruma, onyesha furaha, nao wanarudisha vile vile ambavyo wamewaonyesha.